Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Dominika ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Dominika hii ina ujumbe mmoja unaoitwa dhamana na thamani ya kujitoa, kufia ubinafsi ili kupata uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Habari Njema Channel, popote pale ulipo duniani, karibu sana kwenye kipindi hiki mubashara. Mimi ni Padre Kajetani Kazi, na leo katika Dominika hii ya 13 ya mwaka A wa Kanisa, Mama Kanisa anatupatia ujumbe mzito wenye changamoto, lakini wenye baraka kubwa katika safari yetu ya imani. Leo tunakabiliwa na swala moja la msingi sana maishani. Je, maisha yako yapo mikononi mwa nani? Yapo mikononi mwako mwenyewe au mikononi mwa Mungu? Kupitia masomo ya leo, kuanzia ukarimu wa mwanamke Mshunami katika kitabu cha pili cha Wafalme, wito wa Mtume Paulo kwa Warumi wa kuhesabu miili yetu kuwa wafu wa dhambi, hadi mafundisho makali ya Yesu katika Injili ya Mathayo kuhusu kubeba msalaba. Tunajifunza ukweli mmoja mkuu: ili upate uzima wa mikweli, lazima uwe tayari kuacha maisha yako ya sasa. Huu sio wito wa nadharia tu, ni mwongozo wa utendaji unaogusa jinsi tunavyoishi na familia zetu, jinsi tunavyotumia mali zetu, na jinsi tunavyokabiliana na magumu ya siku. Ili tuelewe uzito wa maneno haya, hebu tutazame kwa ufupi mazingira halisi ambapo maandiko haya yalizaliwa. Ili tuelewe uzito wa maneno haya, hebu tutazame kwa ufupi mazingira yetu halisi ambapo maandiko haya yalizaliwa. Somo la kwanza, tunamuona mwanamke Mshunami anayeishi katika karne ya 9 kabla ya Kristo. Kipindi hiki taifa la Israeli lilikuwa katika uasi mkuu wa kiroho chini ya wafalme waliomwacha Mungu. Katika mazingira hayo ya giza, kuwepo kwa nabii Elisha kulikuwa ni dhahirisho la Mungu. Mwanamke huyu alikuwa tu mkarimu wa kawaida. Ukarimu wake ulikuwa ni ushuhuda wa kiimani katika jamii iliyopoteza dira. Katika utamaduni ule, mwanamke asiye na mtoto alipitia aibu na upweke mkubwa, na Mungu anajibu
ukarimu wake wa siri kwa kumfuta machozi na kumpa mtoto wa kiume. Somo la pili, Mtume Paulo anaandika mazito kwa mitume wake 12. Injili, Yesu anatoa maelekezo mazito kwa mitume wake 12. Wakati injili hii inaandikwa miaka ya baadaye, kanisa lilikuwa tayari linapitia mateso makali. Familia zilikuwa zinasambaratika. Mtoto akimwamini Kristo, wazazi na ndugu walitengana naye. Yesu anatumia lugha hii ngumu na picha ya msalaba, ambayo wakati huo ilikuwa alama ya kifo cha aibu na mateso na mamlaka ya Kiroma, kuandaa wafuasi wake kwamba uaminifu kwake una gharama kubwa. Ndugu mtazamaji wa Habari Njema Channel, tunayachukua masomo haya na kuyaingiza katika maisha yetu halisi ya kila siku leo? Hapa kuna mambo matatu ya utendaji. Kwanza, kumpenda Mungu kwanza ndiyo usalama wa familia zetu. Katika Injili, Yesu anatamka maneno yanayoshitua: mtu ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Je, Yesu anapinga upendo wa kifamilia? Hapana. Anatufundisha ukweli mkubwa. Upendo wowote wa kibinadamu unaochukua nafasi ya kwanza mbele ya Mungu unakuwa ni ibada ya sanamu. Katika ulimwengu wa sasa, ni rahisi kuanguka katika mtego wa kuhangaika au kuhangaikia maisha ya kidunia na kusahau malezi ya kiroho. Mzazi anayeshinda kwenye utafutaji wa mali, lakini anakosa muda wa kusali na watoto wake au kuwafundisha maadili, anajenga nyumba juu ya mchanga. Unapoweka Mungu kwanza, unajifunza kuwalinda na kuwaongoza wale unaowapenda katika njia ya uzima wa milele. Pili, kutoa viungo vya miili yetu kuwa zana za haki. Mtume Paulo anatutaka tujisahau kwa watu wa dhambi na hai kwa Mungu. Anatutaka tufanye tathmini ya viungo vyetu kila siku. Macho yetu, je, tunayatumia kutazama mambo yasiyofaa kwenye mitandao